wa pili mstari wa 4. Tusome mstari miwili wa 4 na wa 5. Tusikie vile Yesu waraka wa Petro wa pili 2 mstari wake wa 4. Tuanze mstari wa 4 tufike mstari wa 6. Neno la Mungu linasema kunanga idashanya araika ere mahetirie no moikie amaikirie jana mudengu atomoikie bali maine maruwa arakereyo moja wa mawakire wasindare kunanga idashanya tere roko mutende na pamoja amakirie nuhu wale muuja wa obibi ona ado ademu wajambo nake Wendelea ala himelia tena ndio nikati kania kai ndio kelele na hivyo kuangalia hapo bila watu wa masomo na mambo ya mashino mametweka amomu ayatema bila sida atamana bozio na kwa hivyo ndio Letwekele ya okalia adwalia magikara atatigele kaini kosirole. Haya, tusome kwa lugha ya Kiswahili. Tunasoma katika waraka wa Petro wa pili mstari wake ni wa 4 tunafikisha mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wasiomcha Mungu. Mstari wa 6. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya kuna mambo Mungu alifanya kimbele na maana ya kuifanya hiyo zamani ili iwe funzo letu wakati na iwe fundisho kwetu kwa siku zinapokuja mpaka wakati dunia itakapokuwa imeisha, kuwe na dunia mpya na kuwe na mbingu mpya. Neno la Mungu limesema hiyo zamani kulikuwa na watu ambao hawakumcha Mungu. Lakini walikuwa wanatenda kulingana na mapenzi yao. Na tunahubiriwa kuhusu Nuhu. Huyu mhubiri alikuwa anaitwa Nuhu. Katika dunia yote Nuhu ndiye alikuwa mhubiri. Hiyo wakati wa zamani za kale. Na akahubiria ulimwengu wote. Na akaanza kuambia hii dunia inakuja kubalika kadhalika. Kubalini tutengeneze kabisa. Sababu hii dunia inakuja kubalika kadhalika. Wengi kusikiana na Mungu. Kwa sababu hii dunia inakuja kumalizwa na Mungu. Lakini wale ambao waliendelea kwa mambo yao. Walikuwa naona pikipiki iendelea. Wale walikuwa wanalima karoti siku hizo waliendelea. Hata kuunda pikipiki. Hata kuima sisi tunalima. Lakini kuna sheria ambayo imewekwa na Mungu. Na
irĩma-inĩ iria. Tukatorokea kwa hiyo milima. Hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ mĩtĩ ya ndũire. Kulikuwa na miti ile ya zamani. Na andũ mauga nĩtũkaica mĩtĩ ĩyo twĩhonokie. Na walikuwa wanasema tutapanda kwa hiyo miti na tujiokolee. O mũndũ agĩĩkĩra ngoro yake ũrĩa yerire. Wakafanya kulingana na vile Mungu alivyofanya. O mũndũ agĩĩka wathani ta ũrĩa endete. Wale walikuwa wanaasi wakaendelea kuasi. Na hĩndĩ ĩgĩkinya Ngai agĩkinyĩrĩria nĩekuria Na mbura. wakati ukafika wakalika. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ. Neno la Mungu linasema. Ngai akĩhonokia andũ mũgwanja. Mungu akawaokoa watu. Nĩ akĩhonokia andũ mũgwanja. Akaokoa watu saba katika ulimwengu Na wote. ndugu wale wakanana. Naye ndiye alikuwa wa nane. Na ndaricũkirwo. Na hakukairi. Kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ. Kuna watu wanasema Atĩ Ngai ndangĩnina andũ aya othe. ati Mungu hawezi kumaliza watu wa Siri ya mbere. sio mara ya Tondũ kwanza. kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ. Kwa sababu neno limesema Ũhoro ũcio wa nuthu. hiyo habari ya Ndakirwo nĩgetha tũrute na ithuĩ ithuĩ kweheri. ilifanyika ili tujifunze. Nĩgetha tũmenye Ngai tũtatanja. Kwa sababu hakuna Ngai witũ no akanina andũ. hakuna tatizo Mungu Arĩa atawafanyia. othe matetĩkĩtie mũrũwe. Wale ambao wamekataa kuamini Yesu Na arĩa Kristo. matathĩkagĩra Ngai. Wale ambao hamtii Mungu. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ. Neno limesema Kwarĩ na araika mahĩtirie. kulikuwa na malaika waliasi. Hĩndĩ ĩyo ya tene. Waliasi siku zile. Na maumĩte igũrũ matu-inĩ. Walikuwa wametoka mbinguni. Magĩũka gũkũ thĩ. Wakaja ulimwenguni. Marĩkia gũka gũkũ thĩ. Wakati walipofika hapa ulimwengu. Airĩtu a andũ marĩa matu. Wakaona warembo. Nao makĩoya airĩtu acio ao. Wakawachukua wale warembo. Magĩciara nao. Wakazaa na wao. Magĩciara kĩruka gĩtagwo kĩa Anefili. Wakazaa wao wale Magĩciara kĩruka gĩtagwo kĩa Anaki. wakazaa wengine wanaitwa Anaki. Magĩciara iruka ithano. Wakazaa watu kabila yani kabila tano. Na acio nĩo andũ mathomaga tene tene mũno Na rĩ. watu wale wanasomaga hakuipo zamani za Nĩ kale. kwarĩ marimũ. Kulikuwa na watu Nĩ ũndũ andũ arĩa maciarirwo nĩ araika na mũndũ. ambao walizaliwa na malaika na binadamu. Maarĩ andũ anene mũno. Walikuwa wakubwa vijitu. Maarĩ marimũ. Walikuwa vijitu. Andũ a kũmakania. Watu wa kushangaza. No rĩrĩa araika mekire ũguo. Lakini wakati malaika walipoasi, Kiugo kĩa Ngai kiuga rĩrĩa macokire matu-inĩ. neno la Mungu linasema wakati waliporudi Makĩnyitwo nĩ Ngai. Mungu akawashika, Akĩmarangithĩrĩria irima rĩrĩa rĩtarĩ rĩ nduma. akawafunga katika shimo la Rĩtarĩ giza gĩturi. ambalo halina mwisho Nginya mũthenya wa mũico. mpaka wakati wa hukumu. Nĩgetha arĩa magatwarania makamatuĩra. Ili wale ambao watakaoshinda wawahukumu Ũrĩa Ngai egwĩka araika acio. vile Mungu atakavyowafanyia. Rĩu to andũ nginya araika. Sio watu tu, Arĩa mahirie malaika wale waliasi no makatuĩrwo. watahukumiwa, O ta ũrĩa mũndũ ũrĩa ũkararetie. kama vile hata wewe ambao No umekataa akĩagatuĩrwo. utahukumiwa. Na araika acio kiugo Ngai kiugaga. Na malaika hao Mungu, neno la Mungu linasema Andũ arĩa makahotana. wale ambao Andũ watakaoshinda, arĩa magwetĩkia Kristo Jesũ. wale wataamini Yesu Na Kristo mathĩkagĩra ciugo ciake. na watii neno la Mungu, Nĩo magatuĩra araika acio. hao ndio watahukumu wale malaika Ũrĩa Ngai witũ athondeka. vile Mungu atakavyowafanyia. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya tene. Hiyo ni wakati wa zamani. Na kiugo Ngai kiuga atĩrĩrĩ. Neno la Mungu linazidi tena, Mekirwo ũguo. walifanyiwa vile Nĩgetha matuĩke igerekanio. ili wawe Nĩ andũ a ihinda rĩrĩ. ili wawe fundisho kwa watu wa Arĩa siku hizi, mataretie Ngai. wale ambao wamekatana na Mungu, Ũrĩa Ngai akameka. vile Mungu Kiugo atakavyowafanyia. kĩa Ngai kiuga Neno la atĩrĩrĩ. Mungu limesema Hĩndĩ ya Sodomu na Gomora maramaire Ngai. wakati Sodoma na Gomora waliasi Mungu, Makĩrĩ na Ngai. wakati walipokuwa Waganu wa Sodomu na Gomora ũkĩingĩha. wakaasi Mungu zaidi, Ngai agĩcũthĩrĩria matũũra macio. Mungu akatizama Sodoma na Gomora, Na akĩona nĩ andũ mareganĩte na Ngai. akakuta ni watu wamekatana na maagizo Waganu yake, wao nĩwakĩrĩte ngano. wameasi zaidi. Ngai akĩona nĩekũniina matũũra mau. Mungu akasema nitamaliza hili majiji. Ngai agĩtũma araika ake. Mungu akatuma malaika Makĩgerera kwa Ibrahimu. wakapita kwa Abrahamu, Magĩikũrũka Sodomu na Gomora mathiĩ makanine Gomora. wakienda katika miji ya Gomora. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu akĩnyita araika acio ageni. Abrahamu akawaalika wale Na malaika, akĩmathĩnjĩra. akawachimbia, Na rĩu makĩũria atĩrĩrĩ. wakajiuliza Rĩu nĩtũkũhitha ndungata ĩno ya Ngai. tutapita huyu mtu wa Mungu Ũndũ ũrĩa twerekeire mũnyuĩte vile Sodomu. tunavyoenda kufanya Sodoma. Makiuga tũtibatiĩ kũmũhitha. Wakasema hatufai Na rĩrĩa kupita. Ibrahimu amaugathagĩra. Lakini wakati alipokuwa Makĩmwĩra anafundisha, ikũrũka Sodomu na Gomora. wakamwambia tunateremka hapa Sodoma Tũrathiĩ gũikia mwaki kuo. na tunaenda kuwakisha moto huko. Hĩndĩ
hawatamalizwa. Na kwa sababu Sodoma na Gomora watu wale walikuwa wakatili na ambao wako wanajipiga ambao wako wananyenyekea. Hata waumini wakiwa neno la Mungu linasema Loti alikuwa na hizi vibaya kwa vitendo vya Sodoma na Gomora, kwa sababu zilikuwa chukizo mbele za Mungu. Mungu akatuma katika wale akasema Sodoma na Gomora hiyo miji itamalizwa. Neno la Mungu linasema walimalizwa ili wawe funzo kwa watu wale wakati huu unaokuja ambao hawamchi Mungu, kwa sababu kumekuwa na watu wa ulimwengu wote ambao hawamuombi Mungu, hata watu wakishinda wakihubiri wale watu hawezi kuogopa Mungu kwa sababu wamezoea dhambi. Kwa sababu watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wamezoea dhambi. Hata hapo anakuwa na shida, walikuwa wanajiita hata malaika alipofika kwa Loti, vijana na wazee wakati walipotazama malaika wakiingia kwa Loti, waliingia kwa Lutu wakamwambia tunataka hao vijana ili tutende dhambi na wao, kwa sababu wakati ulikuwa umefika na hii nchi yetu ilipitishwa ati wanaume kuoana na wamama kuwa lakini imekuja kuambia watu wa Roseliani, watu wa hapa na wasii kwa jina la Yehova mwamini Mungu, sababu wakati wa Mungu umekaribia. Mwamini Kristo mwachana na dhambi zenu. Tunasema dhambi ni kuona kwa waume au kwa wake au, lakini neno la Mungu linasema kutotii sheria ni dhambi. Yule Mungu alisema na akaamba Musa akaamba amri 10 akampa namba 4 akamwambia kumbuka ile siku ili uwe unaitenga mtu yeyote ambaye anafunja ile sheria. Neno la Mungu linasema ni mtu ambaye alikutenda dhambi, hata kama unaenda kanisa, hata kama uendi, lakini utii sheria za Mungu, siku inaja na kwa sababu watu wa Nuhu wataanza kujihisi ya kwamba neno lile Mungu alisema wale ambao hawatamwamini Mungu hata hukumu tena kupitia gharika, lakini atamaliza kwa tanuru ya moto. Watasema sisi tuliulizwa nini? Na dhambi zimezidi, watu wamekuwa wakatili, wakati umeisha na wasi watu wa Mungu. Wewe mzee uji wakati wako, hata mimi sijui ile maana nikuja kwa Yesu, kumaliza kuja kwake utii neno lako, sikiza kulingana vile anavyosema, ili wakati tunaenda kuja kubarikiwa, sababu hii dunia inaharibiwa. Uwe sio wewe mmoja wao, ukiambiwa wacha huyo hana shughuli na hata haogopi, sababu ukimwambia kuna moto ameshaamua.
ambao wanatusaidia katika safari ya mbinguni, kwa sababu ni ushuhuda ambao tumeleta, kwa sababu utaulizwa. Watu walikuja na watu ambao hawana maana, lakini huku asikia. Na waomba watu wa Mungu, kubalini neno la Mungu, amini neno la Mungu, na mfuate Mungu bila kutizama rafiki, bila kutizama jirani yako. Wewe unaishi kumtumainia Mungu. Wale ambao wanatumainia Mungu wanapewa uzima wa milele, sababu mtu huangalia watu au binadamu na anakosa kumtii kulingana na vile watu wanataka. Lakini rafiki yao, neno la Mungu linasema kila mtu anapiga goti lake peke yake. Mimi ambaye ni John sitaiko na lecho, lakini mimi nitaulizwa yale ninayotenda, na wewe mshahara utaulizwa yake, na wewe utaulizwa yako. Neno la Mungu linasema kazi yako itakufuata, kila ambao ulifanya ulimwenguni. Na waomba rafiki zangu, ili usiwe kama Sodoma na Gomora, sababu wakati nilipokuwa nanena, hiyo ndio itakuwa mauti ya pili. Kifo cha kwanza tutakufa, na sisi wote tutakufa, lakini kuna hukumu ndani ya mara ya pili, wakati dunia itakapokwenda kwenda mbingu mpya na dunia mpya. Kwa hivyo rafiki wa Mungu, hivyo ndivyo Mungu alikuwa ametutuma siku ya leo, kukumbusha kwamba kuhusu wale malaika, kuhusu watu wa Nuhu, kuhusu watu wa Lutu, ya kwamba Mungu hakuwahurumia, lakini mtu akibadilika, hawachani na dhambi, hawachani na ukatili, Mungu hatakumbuka hiyo dhambi alikuwa ametenda au yale mambo alikuwa anatenda, lakini atakuwa kulingana na kwa sababu hatujui wakati hasa. Amini Mungu siku ya leo ili tumshukuru. Wabariki wewe. Amen. Sisi ambao tuko hapa tunakutana, tunashiriki pamoja na John Ngige, Amani Baba Dana, na wale ambao tunashiriki pamoja na wao. Hivyo amesema sisi ni watetezi wa nchi yetu, ni wageni na wasafiri katika nchi yetu. Kuni bingo na Mungu awabariki sana, awabariki kazi zenu. Mungu aishi kwa kukumbusha hilo neno. Ati Mungu, hiyo ni fundisho ati ya kwamba atahukumiwa kama wale watu wa Samaria. Nataka sisi wote kwa sababu wengi wetu wataenda mbali. Amen.